Kuna watu wanaonekana wema sana, lakini ndani yao kuna kitu wanakificha. Swali ni, unawezaje kumtambua mtu wa kweli na yule anayejifanya? Leo nitakuonyesha mambo 6 yatakayokusaidia kumsoma mtu bila yeye hata kujua. Karibu tena kwenye channel hii ambapo tunazungumzia maisha halisi, akili ya binadamu na mafanikio. Kama unataka kujifunza namna ya kuelewa watu na kujilinda dhidi ya wanafiki, basi video hii ni kwa ajili yako. Usisahau kusubscribe. Sasa tuanze. 1. Maneno yake hayalingani na matendo yake. Mtu halisi hana drama nyingi. Anachosema ndicho anachofanya. Lakini mtu anayeficha kitu, anaahidi sana, anasema vitu vikubwa, lakini matendo yake ni tofauti kabisa. Ukweli ni kwamba matendo huwa hayawezi kudanganya hata siku moja. 2. Anabadilika kulingana na watu waliopo nao. Ukiwa naye peke yenu anakuwa mtu fulani. Mkiwa na wengine anabadilika kabisa. Mtu halisi ana msimamo, ana utu wake ule ule kila mahali. Lakini anayeficha kitu anaishi maisha ya kuigiza, anavaa tabia tofauti kulingana na mazingira. Hii ni dalili kubwa ya mtu asiye wa kweli. 3. Anakuwa defensive sana. Ukimuuliza maswali rahisi, ukimuuliza kitu kidogo, wanaanza kukasirika, kujitetea kupita kiasi na kubadilisha mada. Mtu halisi hana hofu ya kuelezea ukweli, hajilazimishi kujitetea. Lakini anayeficha kitu anaogopa kufichuliwa. Ndio maana anakuwa mkali na anajibu kwa hasira. Mara nyingi hasira isiyo na sababu, huwa mara nyingi kuna kitu kinafichwa katikati. 4. Ana tabia ya kukwepa ukweli. Tunamuita ni half truths. Badala ya kusema ukweli wote, anakupa nusu ya ukweli. Hii ni mbinu ya kawaida sana. Mfano, anaelezea tukio lakini anaacha sehemu muhimu kabisa. Kumbuka jambo moja la msingi, nusu ya ukweli mara nyingi ni uongo uliopangwa vizuri. 5. Ni lugha ya mwili na msaliti. Maneno yanaweza kudhibitiwa, lakini mwili mara nyingi unasema ukweli. Angalia vitu kama kuepuka macho, kukaa kwa wasiwasi, tabasamu la kulazimisha. Mtu halisi ana utulivu, anaonekana natural. Lakini anayeficha kitu, mwili wake unaonyesha tension. Mwili huwa haujui kudanganya vizuri kama mdomo. 6. Anapenda kugeuza lawama kwa wengine. Kila kitu kibaya si kosa lake. Mtu halisi anakubali makosa, anajifunza. Lakini mtu anayeficha kitu atablame kila mtu. Atajifanya yeye ni victim kila wakati. Hii ni njia ya kuficha ukweli na kujilinda. Ukweli ni kwamba sio kila mtu anayecheka na wewe anakutakia yaliyo mema. Lakini ukijifunza kuangalia matendo, tabia na consistency, hutakuwa rahisi kudanganywa tena. Jifunze kusoma watu, kwa sababu maisha ni mchezo wa akili. Kama umejifunza kitu kwenye video hii, like video hii na share kwa mtu mmoja anayehitaji kuiona, na comment hapo chini halisi kama umeelewa somo hili. Subscribe kwa maudhui zaidi kama haya. Asante.